Nadhani ushawahi kusikia sehemu mbalimbali duniani milima ikilipuka na kusababisha milipuko ya volkano kwa kitu cha kawaida, na ambayo mara nyingi madhara yake huwa hayaathiri dunia nzima. Lakini katika hali isiyokuwa ya kawaida kuwahi kutokea duniani, kuna mlipuko ambao ni mmoja wa volkano uliowahi kutokea sehemu moja, na madhara yake yaliathiri dunia nzima ikiwemo pia Tanzania. Na huu mlipuko ulikuwa most famous, na ni mlipuko ulioitwa volkano ya Krakatoa. I don't know if you've heard about it, but kama hujasikia, Krakatoa kilikuwa ni kisiwa kinachopatikana katika bahari ya Hindi huko Indonesia, karibu na visiwa vya Java na Sumatra. Krakatoa huwa ilikuwa inakumbwa na milipuko ya volkano kwa miaka kadhaa, lakini janga kubwa kuwahi kutokea ilikuwa ni lile la mwaka 1883. Wakati huo Indonesia ilijulikana kama Dutch East Indies. Mlipuko huo wa volkano wa Krakatoa mwaka 1883 unajumuishwa kama ni moja ya milipuko iliyoua maelfu ya watu katika historia ya milipuko ya volkano duniani. Volkano ya Krakatoa ilianza kulipuka siku ya Jumapili tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 1883 wakati wa mchana, na ilidumu mpaka siku ya Jumatatu ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 1883 asubuhi. Lakini mlipuko huu wa volkano uliripotiwa kuwa uliambatana na tsunami na kusababisha uharibifu wa zaidi ya 70%, ambapo zaidi ya watu 36,417 walipoteza maisha, na madhara yake yalijionyesha sehemu mbalimbali za dunia. Kulingana na ripoti mbalimbali, mlipuko huu ndio mlipuko wenye sauti kubwa zaidi kuwahi kutokea duniani, kwani mlipuko huo ulikuwa na sauti yake ambayo ilifika umbali wa zaidi ya kilomita 5,000. Majivu na ujiuji wa moto huo pia iliruka kwa zaidi ya kilomita 80 angani, na ulisababisha tsunami yenye kina cha zaidi ya futi 30 chini ya bahari. Mlipuko huu ulikuwa mkubwa, ulisababisha wingu zito lililoenea kwa takribani zaidi ya kilomita 4,830 ambalo ilitoa gesi ya sulfur kwa zaidi ya tani milioni 20, na hii ilipelekea upungufu wa kiwango cha nyuzi joto kwa 1.2 centigrade na kupelekea kipindi cha baridi kilichokuwa kimedumu kwa miaka 5 duniani kote. Je, unafahamu hili? Please acha maoni yako. Mimi ni Gina Baltazari.